Yesu apewe sifa. Que Jésus soit glorifié. Bwana Yesu apewe sifa. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Bwana Yesu ainuliwe na heshimiwe mahali hapa. Que Jésus soit élevé, qu'il soit honoré. Ungempea vigelegele vya heshima sana, sababu ndiye amestahili kuinuliwa na kuheshimiwa. Vigelegele kule juu, vigelegele kule juu, juu kule juu, vigelegele kubwa sana. Huku chini kanisa nzima shangilia Yesu. Daudi anasema, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Kama unafuraha kuwa hapa, ungemwambia Mungu anastahili. Haleluya. Nashukuru Mungu sababu atabaki Mungu kila leo. Namshukuru kwa ametuwezesha kuwa hapa siku ya leo. Tena namshukuru kona angali anatupa pumzi, sababu pumzi tunayo ni utajiri ya kwanza kwa maisha yetu. Kama tuko napumua leo ni kwa nguvu zake, kwa upendo wake, kwa neema yake. Hatukulipa kitu chochote, ametufanyia kazi kila leo juu iko mzazi. Pia nashukuru kuona Mungu amekuwezesha ufike hapa leo. Ninakutakia baraka za Bwana ziwe na wewe. Nakutakia ubarikiwe siku ya leo. Kwa kuheshimu neno la Mungu, tusimame tusome neno la Mungu. Nous allons lire la parole de Dieu. Tafungua Biblia yako. Tu vas ouvrir ta Bible. Tuangalie Wafalme wa kwanza. Nous allons voir dans les livres des 1 roi. Wafalme wa kwanza sura 18. 1 roi chapitre 18. Tutasoma mstari wa 13 mpaka 32. Nous allons lire le verset 30 jusqu'à 32. Tunasoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura yake ya 18 na mstari wa 30 hadi 32. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Tunasoma katika jina la Yesu. Neno la Bwana linasema, kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa aliyejiliwa neno la Bwana. Akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa neno la Bwana, na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Ya mwisho nasema hivi, naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu ukiuzunguka madhabahu. Amen. Asante, tuketi. Pouvons nous asseoir. Ujumbe tutazungumzia leo nasema kutujenge madhabahu ya Bwana. Le message que nous allons partager aujourd'hui veut dire nous allons rebâtir l'autel de l'Éternel. Bwana pewe sifa. Amen. Tutabomoa madhabahu ya ulimwengu wa giza kwa mji wetu. Nous allons renverser l'autel du monde des ténèbres dans notre vie, Tutajenga dans notre madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Nous allons bâtir l'autel de l'Éternel qui était renversé. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Umekubali kujenga madhabahu Tu ya Bwana. acceptes de bâtir Ya ulimwengu wa giza tutabomola. ceux du monde des Ya ténèbres, Bwana nous allons tunajenga détruire. kikamilifu. Celui de l'Éternel, Bwana nous allons tusaidie bâtir comme sana. c'est. Que le Seigneur nous aide. Biblia nasema juu ya mfalme Ahabu. La Bible parle du roi Akab. Huyu mfalme aliweza kuongoza Israeli miaka 22. Ce roi dirigeait le royaume d'Israël durant 22 ans. Natamani we hapa. Je veux que tu sois ici. Tumetoka mu utukufu. Nous venons de la Inabidi gloire, de uioneshe gloire en tena gloire. kama Bwana iko nasi. Il faut que tu manifestes encore la Si présence de ndivyo, Dieu parmi nous. uoneshe tena ile furaha na utukufu wa Bwana Que tu tulikuwa montres ndani encore la joie et la kusiku gloire de Dieu 12. dans Bwana laquelle pewe nous... sifa. Amen.
Mfalme Ahabu alitawala Israeli ama Samaria miaka 22. Le roi Akab a régné sur Israël et Samarie durant 22 ans. Biblia inaniambia kwamba alitembea vibaya machoni pa Bwana. La Bible me dit qu'il a très mal marché aux yeux de l'Éternel. Kati ya wafalme wote yeye alitembea zaidi vibaya. Parmi tous les rois, il a marché très mal vraiment. Inawezekana naoneza kuwa Mkristo hapa. Peut-être que tu es aussi chrétien ici. Lakini Bwana kichunguza namna unavyotembea. Mais si le Seigneur Akiangalia regarde matendo yako, s'il voit tes actes, akiangalia mawazo yako kwa wengine, s'il regarde tes pensées, akiangalia hata usemi wako mbele za s'il wengine, regarde même ta manière de parler devant les utajikuta autres, kama Ukristo haijakamilishwa ndani tu yako. verras que la chrétienté n'est pas encore confirmée. Sababu Ukristo sio kuingia na kutoka kanisani. Puisque la chrétienté, c'est pas entrer et sortir de l'église. Ukristo ni kukamilisha mabadiliko katika maisha yako. La chrétienté, c'est confirmer les Vile changements. Kristo alitembea na utatembea vile vile. Jésus a marché dans ce Hapana kubeba jina tu, matendo nayo ikamilishe kama Il ne faut umebadilika. pas seulement porter le nom, mais que tu Kila portes aussi atakayekuona le nom que tu sema as kweli changé. huyu ni Mkristo Tout celui qui te verra, qui dise que tu es chrétien, kupitia namna unavyoishi. à travers ta manière de vivre. Mfalme Ahabu akafanya machukizo sana mbele za Bwana. Le roi Akab a fait tellement de mauvaises choses devant Dieu. Akajenga madhabahu ya Bali. Il a bâti l'autel de Baal. Akasahau Mungu aliyemweka kwa nafasi ya ufalme. Il a oublié le Dieu qui lui a donné la royauté. Sababu kuna watu wengi kama wangali na maisha ya chini, wangali na maisha ya kudharaulika, wanamwamini Mungu na Lorsqu'ils ont kumwogopa. de mauvaises vies, ils craignent Dieu et ils croient en lui. Bwana akimweka nafasi fulani, Lorsque le Seigneur les lève à un certain akipima niveau, tu kubadilisha maisha il yake, essaye seulement de naye changer sa vie. anabadilisha Ukristo Il aliopewa. change aussi la chrétienté. Anasahau Mungu aliyempa ile Il nafasi, oublie le Dieu qui lui a donné. anasahau sheria za Mungu, Il oublie le règlement anasahau de Dieu. agizo ya Il Mungu, oublie le na précepte labda de Dieu. anapeleka mawazo yake peke yake. Et peut-être il conduit sa Anamwacha pensée lui-même. Mungu ambaye alimpea nafasi. Il abandonne le Dieu qui lui a donné Tabia alikuwa ameacha, le comportement. zile tabia mbaya Tous ces mauvais, anazirudilia, il les reprend encore. anampea Bwana shukrani ya matendo mabaya. On a Dieu un remerciement de mauvais. Sasa Mungu akimrudisha mahali Et alitoka, si Dieu lui fait rentrer maintenant, ataweza tena? est-ce qu'il saura? Na wazi itakuwa vigumu zaidi. Je crois que ça sera plus difficile. Mfalme Ahabu anasahau Le roi Akab a oublié kama ni Mungu alimpeleka kwa hiyo nafasi ya Dieu kifalme. qui lui avait positionné à Biblia inasema kaoa mwanamke ameitwa kwa jina ya La Yezebeli, Bible dit qu'il s'était marié à une femme appelée Jézabel. na aliweza kumpotosha katika mapenzi ya Et Bwana. cette femme l'a amené loin de la volonté. Usikubali mtu yote akutenge na Mungu. N'accepte pas que quelqu'un t'éloigne de Dieu. Usikubali mtu akutenge na mapenzi ya Mungu. Pas que quelqu'un t'éloigne de la volonté. Pamoja na shida utapitia, songa mbele tu. Et plus de difficultés que Pamoja na kukatishwa tamaa chini ya juu, endelea tu katika mapenzi ya Bwana. avance toujours. Paulo anaongea, kitu gani kitanitenga na upendo wa Mungu? Paul a dit, qu'est-ce qui me détachera de l'amour de Ni Dieu? njaa, C'est la ni famille. ziki, Est-ce que ce ni magonjwa, c'est la maladie? hata watu wakuchoke, Mungu hajakuchoka. Si les gens se fatiguent Hata de Mungu toi, akuwe Dieu ne watu peut wa pas se fatiguer kukataa, de toi. Mungu hajakukataa. Les gens te refusent, Hata Dieu ne watu peut wakusonge wakurudisha nyuma, kaza tena hatua pale Les mbeleni, gens veulent te faire sababu reculer pale à mbele force kuna de baraka yako. parce que là des Na fois, il y a japo ta amena bénédiction. shida yoyote sikutenge na C'est Mungu. pour cela que n'importe Iwe quel baraka problème Mungu ne doit pas ameweka te juu yako, détacher de Dieu. simsahau. Fanya hatua ya kuendelea mbele katika mapenzi ya Bwana. Avance dans Unaweza la piga volonté de vigelegele Dieu. kubwa Est-ce que tu sana. peux pousser des grands cris de joie? Sikia, mfalme Écoute, le roi akaanza kuabudu Mungu wa Sidoni, commençait à adorer le akaacha roi Mungu wa Sidonien. Israeli. Il a laissé le Na kwa Dieu wakati d'Israël. ule, Et en ce moment, nabii Eliya alikuwa nabii kwa hiyo le wakati, prophète Élie était établi prophète. na alipoona machukizo mfalme amekuwa ndani, Lorsqu'il a vu le désastre, yeye haikumubariki, ça ne l'avait pas vraiment béni. yeye hakufurahia ile pamoja na mfalme kuwa na ufalme Il wake wa n'était heshima, pas heureux de voir ce que le roi faisait. sababu Ahabu alipotoka sana, Akab, c'était alifanya tellement perverti. machukizo ya ajabu mbele za Il Mungu, a fait tellement de mauvaises na choses. Eliya akasikia kwa ujasiri,
ujasiri, Et Élie est venu avec audace. akasema kwa neno Il a lake, dit par sa kuona parole, mfalme anamwacha Mungu wa kweli, puisque le roi anaenda kuabudu Mungu wa giza wa il est Baali. allé adorer Sasa le kwa Dieu du neno ténèbre langu de Baal. mimi Elia, Alors par ma parole, moi Élie, mvua haitanyesha muda wa miaka la mitatu na pluie nusu. ne tombera pas durant 3 Akafunga années. mvua kwa neno lake, Il a fermé la pluie par sa akasema parole. mvua Il a haitanyesha dit la pluie ne mpaka tombera pas tena nitakavyoongea. jusqu'à ce que je les dise encore. Sikia pamoja na ile, Écoute, en dépit de cela, Elia alitoa unabii, Élie a donné, Elia aliongea neno, il a parlé, lakini alizidi kuomba Mungu mais il a continué à eti prier Mungu Dieu atimize kama vile amesema, que Dieu réalise ce eti qu'il a dit. afanye kile amemwambia. Pas ce qu'il lui a dit. Mvua isinyeshe Et katika la pluie nchi, ne tombe pas sur le pays. pamoja na ahadi uko nayo mbele za Mungu, Malgré la promesse que tu pamoja as na ile devant Mungu Dieu, aliongea juu malgré ce yako. que Dieu a dit de toi, Hapana kubaki kimya, ne reste pas kaza calme. maombi, umkumbushe, Continue à prier, kaza maombi, appelle-le. umwite Baba wa mbinguni. Continue à prier, fais appel au Pamoja na Dieu. vita umepitia, pamoja na shida umepitia, hapana kukata tamaa, Ne désespère hapana pas. kurudi nyuma Ne kiroho. reviens pas en arrière Fanya hatua spirituellement. tena Fais encore ya un kumwita pas. Mungu wa mbinguni, De faire appel au nami Dieu du natasimama ciel. na tafanya Et je crois kazi, qu'il se lèverait, na il fera ninatamani quelque afanyie chose. mtu mmoja Je hapa voudrais qu'il le kitu fasse kya pour maana quelqu'un mchana wa ici. leo. Quelque chose Ungesema amena d'important. kubwa sana Tu kanisa. dirais amen, un grand amen. Elia anaongea Élie parla kwa neno langu, par ma parole. mvua isinyeshe. La pluie ne tombera pas. Kona mfalme anacheza na Mungu, Voyons que le roi place kona avec mfalme Dieu. anamwacha Mungu, Voyons que le roi a kona abandonné mfalme Dieu. ashike amri za Mungu. Voyons que le roi ne veut pas Sheria marcher za selon Mungu la loi de Dieu. ameziacha. Le règlement de Dieu les a Sasa Baba abandonnés. funge mvua, Maintenant que le Père na ferme alidumu la pluie, kuomba, et il a continué à prier. alidumu kuomba Il a mbele za continué Bwana. à prier devant Nawe l'Éternel. fanya hatua kusonga tena mbele kimaombi, D'avancer encore dans la endelea tena kumwita Bwana, continue à faire appel à pamoja l'Éternel. na siku utakuta naye. Malgré le problème que tu Usiache peux rencontrer, kuomba. n'abandonne pas. Hata ungepigwa vita namna gani, Dieu combattu onesha Bwana vita yako contre Dieu kwa njia ya maombi, à travers la sababu ni prière. Mungu sikiaye, C'est le Dieu wala qui hajawahi kuacha walio wake. Hapa kanisa hili, kaza maombi Même mbele cette za Bwana. église, fortifie-toi dans la prière Alléluia. devant les seigneurs. Sikia, mvua ikasimama muda wa Et miaka la pluie mitatu a na nusu, arrêté durant 3 années et demie. na wakati miaka mitatu na nusu inafika, Et lorsque 3 années et demie Mungu étaient akamwambia épuisées, Eliya, Dieu a dit à Élie, uende sasa uonane na mfalme va Ahabu, maintenant voir le roi Ahab, sababu inataka kunyesha mvua. puisque la pluie va tomber. Na ukiangalia maandiko, Et si tu regardes les kwa Écritures, wakati huyo wanabii walisumbuliwa sana na Yezebeli, période, le prophète ont waliuawa été côtoyés sana. par Jézabel. Ils étaient Sikia, beaucoup tués. maandiko yanasema hivi, Les Écritures disent, Bwana akamwambia Eliya, l'Éternel dit à Élie, kwenda onana na mfalme va Ahabu, voir le roi Akab. ninataka sasa ninyeshe Je mvua. veux maintenant faire tomber la pluie. Miaka tatu na nusu ilishapita, 3 années et demie sont sababu passées. Mungu ni Mungu aheshimu neno la watu Puisque wake. Dieu, c'est un Dieu qui Mungu respecte la hutembea parole na de neno la ses watumishi wake. serviteurs. Il marche Awe avec la parole mfupi, de ses serviteurs. awe mrefu, awe mwembamba, awe mnene, hakusoma wala alisoma, usionekane kuinuka juu ya mtu wa Il ne faut Mungu. pas t'élever contre un Vipande serviteur de vishuke Dieu. hata miaka pite, Que ça monte, ipo siku ça Mungu malgré les ataongea, puissances des années, un jour ipo Dieu siku Mungu parlera. atasema, Un jour Dieu dira maana quelque fimbo chose. yake iliye kama bunduki. Puisque sa Iko Mungu parole comme anajiheshimu une arme. na anaheshimisha neno C'est lake, un Dieu qui tena anaheshimisha watu wake. respecter sa parole ainsi que ses Sikia, serviteurs. kakubali maombi ya Eliya, Il a accepté la anamwambia prière uende d'Élie. sasa ujioneshe kwa Ahabu. Va maintenant te présenter chez Akab. Ijapokuwa Ahabu alimtafuta sana Même si Akab le cherchait, apate vraiment, kumwangamiza, il voulait les tuer. lakini pamoja na ile, Mais malgré cela, Mungu anamwambia njoo wakati. Dieu lui dit, Uende c'est sasa maintenant le ujioneshe moment. kwake. Va te montrer devant He, lui. Eliya alitii Élie a accepté. na alitoka kwenda kuonana na Et mfalme. il est allé voir le roi. Maandiko yananiambia Les Écritures, mais kwa hiyo wakati
En cette période, njaa ilikuwa kali katika il nchi. y avait tellement la famine. Wakati mvua hainyeshe na kuna baraka. Parce que quand il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de Kama bénédiction. mvua ikifungwa, njaa sharti itaingia. La pluie est fermée. Mavuno haitakuwa shambani. Il n'y avait pas de récolte. Mimea haitaota. Il n'y avait pas de Ndio récolte. kwa maana leo Bwana achilia tena mvua C'est hapa. là qu'aujourd'hui que le Seigneur Angeachilia mvua ya baraka kwa watoto wake. de bénédiction sur ses Achilia enfants. mvua ya utukufu wa La kiroho. pluie de sa gloire. Achilia mvua ya uamsho kwa kanisa hili, kwa wababa, wamama, vijana na watoto. Ungesema amena mara ine kanisa. Amen 4 fois église. Amen, 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 amen. Maandiko yanasema hivi, Les Écritures disent ceci. njaa ilikuwa kali, Il y avait tellement la ilibidi mfalme atoke il fallait que le roi kwenda kutafuta majani atalisha ufugo yake, aille chercher de la paille pour ses brebis. na pamoja na ile alienda na mtumishi wake moja Et il est allé avec l'un de ses ameitwa kwa jina la Obadia. qui s'appelle Obadiah. Obadia alikuwa mcha Mungu, Il était quelqu'un qui alikuwa craignait Dieu. anamwogopa Mungu, Il craignait Dieu. ijapokuwa anatumika munyumba ya mfalme Il Ahabu. travaillait dans la maison du roi Akab. Pamoja na ile Malgré cela, alidumu kumwogopa Mungu. il a développé. Maandiko yananiambia hivi, Les Écritures me disent wakati Yezebeli anaua manabii, lorsque Jézabel avait tué les prophètes, Obadia alichukua manabii 100 Obadiah savait garder, akawaficha, il les avait gardés. akatwala 50 akaficha huko, Il a pris 50 50 wengine akaficha huko, hommes, akaanza kuwahudumia kwa chakula na maji, à leur donner la nourriture. pamoja na kutumika na mtu asiyemwogopa Mungu, Que vous travaillez, lakini anamwogopa Mungu. mais lui, il avait Hapana kutoka kwenye mapenzi ya Mungu juu ya baraka Mungu amekupa. quitté la volonté de Dieu à cause de la paix. Sikia, Obadia anaenda tafuta majani yake njia, Ce monsieur est allé chercher la mfalme naye anapita yake njia. et le roi aussi est passé. Obadia alipokutana na Eliya, Lorsque ce monsieur a rencontré, Obadia akamtambua Eliya, il a reconnu Élie. akamuuliza, ni wewe bwana wangu Eliya? La question c'est Eliya akasema, ni mimi. Maana nabaimidi watoto wa Mungu wapate kutambulika, watoto wa Mungu wajulikane. Ukiwaangalia tu ujue hawa ni watoto wa Mungu, namna wanavyotembea, namna wanavyoishi, namna wanavyoongea. Wakati mwingine na Bwana abadilisha maisha yao ya kimwili, adui asija kafurahi wanaposhindwa. Ndio kwa maana yule maisha yake ikamate leo, ikamate tena. Haleluya. Amen. Funga nguvu za giza. Tu peux détruire la puissance du ténèbre. Asante. Wakati Obadia anamkuta Lorsque Obadiah l'avait rencontré, Eliya, alimtambua. Élie l'avait reconnu. Eliya akamwambia, kwenda umwambie mfalme Ahabu, Il dit, va dire au roi, natamani tuonane naye macho kwa je macho. veux qu'on se voie face à face. Obadia alijaoga, Et ce monsieur a eu peur. kamwambia, siwezi nikafanya hivi. Il lui dit, je ne peux pas. Hakuna fasi wala hakuna falme ambazo mfalme alalapisha juu yako. Aucune part où Sasa kama nitaenda si j'irai nimwambie nimekuona, lui dire que kisha Roho wa Mungu anakunyakua na kupeleka, l'esprit de l'Éternel nitakuwa nimeangamizwa. je périrai. Eliya akamwambia Ahabu, Eliya akamwambia Obadia, Élie dit à Obadiah, kwenda tu vas-y, seulement, umwambie tuonane. dis-le-lui, nous voulons, je veux que Sikia, Obadia alifanya hivyo ce monsieur l'a fait. na Eliya alikutana na mfalme. Et Élie a rencontré le roi. Wakati anakutana na mfalme, Lorsqu'il a rencontré le roi, Biblia inaniambia hivi, la Bible me dit ceci. mfalme alimsalimu, Le roi lui salua. jambo ewe mtabishaji wa Israeli. Bonjour toi qui fais souffrir Israël. Eliya alimjibia, Élie lui répondit, si mimi ninaitabisha Israeli, pas moi qui fais souffrir, si mimi mtesi wa Israeli, pas moi l'oppresseur, si mimi ninaleta shida juu ya Israeli, moi qui amène de ni wewe mfalme c'est toi roi, ambao umetesa Israeli. toi qui fais souffrir. Kama vile wewe mwenye uko hapa
Unaweza kuwa mtesi wa jamaa yako, unaweza kuwa mtesi hata wa kanisa hili, unaweza kuwa mtesi wa maisha yako peke yako. Unaweza angamiza maisha mke wako, unaweza angamiza maisha mume wako, unaweza angamiza maisha watoto wako, unaweza tesa maisha ya wazazi wako wakati usipojua kutembea jinsi Mungu amekutakia. Elia anamwambia mfalme, wewe ndio mtesi, sababu umeacha amri za Mungu, umeacha sheria za Bwana, umeacha agizo ya Bwana wa majeshi, umeacha Mungu wa kweli. Ahabu, umeanza kuabudu mabali, umeanza kuabudu Mungu mgeni katika maisha yako. Kama vile unaweza kuwa hapa unajisema kwa Mkristo, lakini nyumba za wafumu hawache kuingia. Kuabudu miungu hawache, kuabudu madawa za kienyeji hawache. Unatafuta msaada wa Mungu, tena unanenda ulimwengu wa giza. Utaelewa nuru na giza haviwezi patana. Mungu ni Mungu aliyetenganisha nuru na giza. Na ndio katika maisha yako ni kuamua kama ni Mungu ama mambo ya dunia. Elia anamwambia, wewe njoo unatesa Israeli, wewe njoo unaisumbua, sababu haumwogope Mungu, haushike sheria zake, haushike amri zake. Kama vile wewe uko hapa, kuna shida unapitia, kuna matatizo unapitia, kuna magumu unapitia, pamoja na ile, angalia umeenda pembeni na mapenzi ya Mungu wapi? Angalia mume wako amesimama je? Angalia mke wako amesimama je? Wazazi wako amesimama je? Watoto wako amesimama je? Sababu kama moja akikosea nyumbani, atapea shetani mlango ya kutawala jamaa. Labda kuna sheria Bwana alikupa, kuna hali ya agizo Mungu alikupa, ushakaziacha, ushakasahau, na umebaki tu hapa uko na ngoja mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu haifike kwako kama hujafanya vyenye Mungu anakutakia, kama hujahudilia mapenzi ya Mungu, kama hujatembea jinsi Mungu anakutakia. Wakati mwingine utasema ni wachawi, kumbe haiko wachawi ndio wanakugusa. Utasingizia misingi za kijamaa. Angalia je, hakuna siku ulimtumikia Mungu kaacha? Hakuna sheria za Mungu ziko juu yako lishakaacha? Tabia gani mbaya unaanza fanya? Haukuwa na kunywa pombe, leo uko na ikunywa. Haukuwa mzinzi, leo uko na zini. Haukuwa mwizi, leo uko na iba. Hata wivu ya maisha wengine, hata kiburi. Haleluya. Sikia, Elia anamwambia mfalme, sasa hatutabaki mu mambo mawili, mutasita mu maneno mawili mpaka wakati gani? Kama ikiwezekana nikusanyie Israeli pamoja manabii wako 450 wa Baali, hata wale wa Ashera 400. Twende pale Karmel, twende kwenye mlima Karmel. Pale ndio tutajua Mungu wa kweli na wa uongo. Hapa tuko leo ni Karmel. Wewe na madui zako, wewe ni na watesi wako, wewe na shida uko unapitia, hapa ni Karmel leo. Tuko pamoja. Pepe ya Yesu, mara tena pepe ya Bwana wa majeshi. Anamwambia Ahabu, tupande Karmel. Allons au mont Carmel. Kuna mtu yuko Karmel? Quelqu'un est Carmel ici? Nauliza, kuna mtu amefika mlima Karmel? Quelqu'un est sur le mont Carmel? Kama umefika, hakikisha maamuzi ya Mungu juu yako. Si tu y es vraiment, Ama wewe, confirme le ama jugement ulimwengu wa de Dieu. giza, Soit toi, soit ama le wewe, ténèbres, soit toi, ama watesi wako, soit des autres, ama wewe, soit toi, wala wale wachawi walishaka kuikalia, ces sorciers ama wewe, ama vitu uko unapitia. Bwana tusaidie sana. Que l'Éternel nous Sikia, aide. Écoute,
Hapo wakakusanya Israeli. Ils ont réuni Israël Katika mlima Karmel. sur le mont Carmel. Walipofika, Lorsqu'ils sont Elia alikuwa peke yake. Élie était seul. Manabii wa Baali 415. Le prophète de Baal, Israeli inazunguka pale. Israël, les Hata wale manabii wa Ashera 400 nao wako pale. les autres 400 Wenyewe walikuwa prophètes wanabakia étaient là. kukula tu chakula mu nyumba ya Yezebeli. Ceux-là qui ne faisaient que manger Wako dans la wanatabiri maison tu de uongo Jézabel, mule. qui prophétisaient Kusudi wakule vya watu tu. Kusudi wafaidie tu kidunia. Nabii wa kweli ni wakuona mbingu. Hapana kuona mali ya watu. Ona roho za watu. Usitengeneze. Siku moja zimuone Mungu. Hapana vya kidunia. Wakati ingine ona ufalme wa mbinguni. Na usikaze kupeleka watu wa Mungu katika ufalme wa mbinguni. Hapana kuona dunia. Dunia itapita na tamaa yake. Kanisa ili tusibakie kwa mahitaji ya kidunia. Tusibaki kwa mambo ya dunia. Tuone ufalme wa mbinguni. Sababu tuko wasafiri chini ya juu. Na vyote tuko naomba ni kama mikate ya njiani. Sema amen. Sema amen na kubwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Elia anawaambia Élie leur dit, mutasita katika mawazo mawili. jusqu'à comment vous Paka hésiterez wakati entre gani? deux idées. Kama Mungu wa Israeli ni Mungu, Si le Dieu d'Israël est Dieu, mumufuate. suivez-le. Kama Baali ni Mungu, Si c'est Baal qui est Dieu, mumufuate. suivez-le. Na leo ni chaguo Et kwako. aujourd'hui, vous allez Kama Mungu wa choisir. Israeli ni Mungu, Si Dieu Shikamana d'Israël naye. est Dieu, kama Baali ni Mungu, si Baal est Dieu, matendo mabaya ni zamana kwako. Wewe ni kuamua ku important pour toi, vas-y chez Baal. ama Mungu Soit Dieu, ama vya dunia, soit les choses du monde. ama Mungu Soit Dieu, ama dhambi. soit le. Usibebe Mungu na dhambi. Ne prends pas Dieu. Wewe ni kuamua. C'est à toi de Uende kwanza ufurahishe mwili yako. pas d'abord. Tame takapoisha, njoo useme ninaingia kanisani. Tu te dis maintenant je Njoo naamua namtumikia Mungu. tu décides Njoo maintenant. maana unaamua naingia kanisani. Nageuka tena Mkristo. Lakini hapana mguu moja kanisani, mguu ingine kuzambi. Hapana. Fanya chaguo kanisa. Watumishi wa Yesu nijibu uchaguo. Wakristo Yesu nijibu uchaguo. Ama Mungu ama dunia. Maana tutabeba Mungu na dunia. Tutakuwa tumepoteza vyote. Ndio kwa maana ni uamuzi. Ama tufuate Mungu siku ya leo. Baada ya mkutano ya siku 12 ya mwisho. Leo ni maamuzi. Ama Mungu atawale kanisa. Ama tubaki kwa mahitaji. Lakini mimi nachagua neno moja. Ni kutembea kiroho. Ni kufuata sheria za Bwana. Ujue kama ukimwogopa Mungu, vile unavyolia atakujibia. Amesema kabla tujaomba, amejua haja ya moyo ya kila mtu. Ndio kwa maana wakati ingine sahau ile hali ya kidunia, angalia ufalme wa mbinguni. Regarde le royaume des cieux. Ufalme Royaume wa Baba kwanza. du Père d'abord. Biblia inasema La Bible dit, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni cherchez premièrement le royaume des na cieux haki yake, et sa justice. baadaye mengine Et le reste, atakupa. il vous les donne. Jinsi uko hapa, Tel que tu es ici, amejua hitaji zako zote, il connaît ton désir. amejua kipindi gani uko unapitia, Il connaît ce que tu kama ni traverses. kia nguvu, Si c'est kama ni difficile, kiepesi, si c'est facile, anajua. il le sait. Sasa kwa wakati huu, Maintenant, c'est net. kwa miezi tunaenda ndani, Dans le mois Ni que kiroho. dans lequel nous allons, Tukikaa le kiroho, spirituel. Si nous restons Mungu spirituels, atashughulika na mahitaji yetu. Dieu se souciera. Mwenyewe de nos amesema besoins. nini? Lui-même a dit, Njoni kwangu nyinyi
nyote venez à moi, vous munaosumbuka na mizigo mizito. qui avez de Hapana fardeau. kumupea mizigo na hujafika Ne kwake. lui donnez pas le Ukitaka fardeau avant kumpa que vous n'ayez mizigo, pas fini. Si vous voulez lui wewe donner ce fika fardeau, kwanza we mwenyewe. prenez d'abord. So utakuwa umefika. Et lorsque Umemupa vous roho arrivez, yako, vous lui donnez umemupa votre akili corps, yako, votre umemupa intelligence, mwili yako. votre corps. Ataona ile mizigo verra ambayo ces iko paroles juu yako, qui est sur ataanza toi. tatua moja kwa moja, maana alitanguliza mapenzi yake kwanza pale mbele. Fait sa volonté en premier lieu. Ambia mwenzako njoo muda Dis à ton kutoka prochain, musingizi. c'est le moment de sortir du sommeil. Mwambie usiamini Mungu Yesu nijibu juu ya mikate na samaki. Dis-lui, ne crois pas seulement au Dieu de Yesu Nijibu à cause des pains et des Mwambie poissons. kama utabaki hapa, Dis-lui si tu ya resteras kwanza ni ici. ufalme wa mbinguni. Premièrement, c'est le royaume des cieux. Mwambie vile vinatuma ubane iko kinyume na mapenzi ya Qui te Baba. pousse à être ici, Amesema kwanza ufalme c'est en wake, dehors de la volonté vile de Dieu. vyote uko Il a ndani dit atakupa. d'abord Anajua son kama royaume. unapaswa Tout oa, le reste, tu te le anajua donneras. kama Il unapaswa sait que tu dois olewa, te marier. anajua Il kama sait que unapaswa tu dois nunua gari, épouser. Il sait que anajua tu kama dois unapaswa pona, acheter une voiture. anajua Tu dois kama avoir des unapaswa bébés. zala, Tu dois avoir anajua des enfants. kama Il sait unapaswa kuwa na nyumba nzuri. Tu dois avoir une Ni belle Baba maison. anayepana C'est le Père na qui donne. kupea kwa siku ya leo. Et il te donne aujourd'hui. Tunaenda pamoja, Sommes ensemble. tuko pamoja Nous sommes ensemble. pale kubalko, tuko pamoja. Usimame tushangilie jina la Yesu Lève pale. ta vie. Et lève ta main pour la gloire de Jésus. Huku chini shangilia jina la Yesu. Ici, poussez le cri de joie pour le nom de Jésus. Biblia inaniambia hivi, La Bible me dit ceci. akaambia watu, Il dit à ces gens, mimi nimebaki nabii wa Bwana moja. je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Ninaposoma andiko hii, Lorsque j'ai lu cette parole, naona mtumishi wa Mungu aliingiliwa na kakiburi je kabisa, vois que ces serviteurs de Dieu étaient envahis par l'orgueil. sababu kuna 700 yapiga magoti mbele za Parce Baba. qu'il y avait 700 qui ne s'étaient jamais agenouillés devant Baal. Na ndio kwa maana mimi naongeaka mkazi ya Mungu, C'est pour cela que j'ai dit toujours, usione le kama we service de mwenyewe Dieu, unaweza ukaiweza, ne vois pas que tu peux réussir ces na usipime toi-même. kuingiliwa na kiburi. Nikitoka pale jibu itaisha. N'ose jamais être envahi par l'orgueil. Kama disant que sifanye si kitu je quitte fulani, là-bas, hawataifanya Dieu va se tena. terminer. Si je ne Mungu fais pas ana ceci, wengi ils ne le feront plus. ambao Dieu a plusieurs hawajaingia mulimwengu wa giza, qui ne sont pas encore entrés dans wangali le na monde des ténèbres, mtumainia usiku na mchana. qui croient encore en lui jour et nuit. Nampenda juu anafanyika kenye anataka. Je l'aime beaucoup puisqu'il fait ce qu'il veut. Kama alikuchagua hakuna nafasi unaweza jificha, S'il t'a choisi, tu ne peux hata pas te ukimbie, cacher. ipo siku Même si tu fuis, atakulokota tu. un jour il te ramassera. Kaambia watu, Il dit à ces gens, nimebaki mimi nabii moja wa je Bwana. suis resté l'unique prophète de l'Éternel. Wenzetu wako hapa manabii wa Bali ni 415. Ceux qui sont ici, le prophète de Baal, c'est Hatutabaki mu 450 prophètes. mashindano ya kila siku. Nous ne resterons pas dans la compétition. Wao au wamejua jour le wana jour. Mungu, Ils savent qu'ils ont Dieu. na mie ninajua nina Mungu. Je sais aussi que j'ai Dieu. Sasa kenye tutafanya, Maintenant, ce que nous allons faire, mtafute sadaka, c'est chercher une offrande. mulete ngombe mbili, Apporter 2 vaches. mutanipea moja, Vous allez me donner une. manabii wa Bali mtawapea Et ingine, le prophète de Baal, une aussi. na tutaonekana kuchinja ile sadaka. Et nous allons égorger ces offrandes. Wataikatakata, Nous allons bien couper ça. baadaye wataweka juu ya kuni, Et après, ça sera mis hapana kuweka moto. sur l'autel sans y mettre le feu. Hapo kila mtu ataomba Mungu, Et là, tout le monde wao priera Dieu. wataomba Mungu Eux prieront Dieu. na mimi nitaomba Mungu. Moi aussi, je veux prier Dieu. Mungu atakayejilia kwa moto Le Dieu qui répondra par ndiye le feu, atakuwa Mungu wa kweli, c'est lui qui sera le na vrai Dieu. tunatamani ule Mungu ajibu kwa moto Et hapa, nous souhaitons que ce Dieu awashe moto hapa, qu'il allume le feu, awashe moto madhabahuni, awashe moto kwa mji wa Bukavu, awashe moto kwa nchi ya Kongo, Afrika, dunia nzima. Ile moto aliyoyaidia angeiachilia sasa, tumekuwa tayari kuwaka. nous sommes prêts à être allumés. Sikia, Écoute,
Mungu atakayeshusha moto Le Dieu qui fera ndiye descendre Mungu wa le feu. kweli. C'est lui le vrai Dieu. Hamuna vya kushinda mumabishano. Pas question de rester Kama dans les unaombaka Mungu discussions. hapa, Si tu pries, naongea ajifunue sasa kwa afya yako, kwa jamaa yako, kwa kazi yako, kwa masomo ya watoto. Kama mama Rosina na Mungu, na mimi ajifunue sasa kama ni Mungu wa kweli ama si Mungu wa kweli. Sema amen. pas le vrai Dieu. Dis amen. Neno la Mungu linasema, watu wote wakasema ndio. Tout le monde accepta oui. Maneno naongea ni amina, Ce que tu as dit, c'est ni amen. kweli. C'est vrai. Wakaleta zile ng'ombe, Ils ont apporté ces deux wakati vaches. zinafika, Lorsque ces deux vaches sikia Elia écoute Élie, anasema manabii wa Baali il dit aux njoa mingi de Baal, waanze son nom, kazi, que eux commencent. waanze kazi. Que eux commencent. Na wewe ambia adui Et yako donc il dit à ton aanze ennemi kazi. qu'il commence à Ile travailler. mapepo anakutumiaka, Ah, le mauvais esprit anza sasa kazi. Mwambie nimekupa muda, tumika sasa, wewe njoo anze, maana mimi nakuja nyuma, mimi nakuja nyuma. Njoo nikianza, Mungu wangu akijitokeza, utasema eti na ongeweza. Kumbe sasa wewe uanze, sababu najua utashindwa. Wakati naingia, Mungu wa mbinguni atafanya kazi. Haleluya! Amen. Acha baanze sai. Laisse-le commencer maintenant. Sikia, Écoute, Elia Élie, aliposema hivyo, lorsqu'il a dit cela, walikubali, ils ont accepté. wakaanza kazi, Ils ont commencé. le wakaweka service. kuni, Ils ont mis wakatia le sadaka bois, juu. ils ont mis l'offrande Wakaanza au-dessus. kuomba. Ils ont commencé à Ebadi, prier. Et Baal, ebali, Baal, utusikie, écoute-nous utukubali, et accepte-nous. shusha moto. Fais descendre. Bali hasikie, Baal n'écoute juu pas. hasiki yake, Puisqu'il n'écoute pas. hasemake, Il ne parle pas. haonake, Il ne voit pas. bali ni kipofu. Baal est un Ile aveugle. chupa walikupa itakukinga, La bouteille qu'on a haionge donnée pour la yake, protection, ça ne parle haina pas. kazi. Ça n'a pas de Ah, faire. walikuchanja, zile chanjo zilileta njo laana, haziwezi leta ufungulivu. Ah, walikupa dawa fulani, labda unaiweka nyumbani, eti njo msaada wako. Hakuna njia ya msaada isipokuwa jina la Yesu peke yake. Yesu njo msaada wa kanisa. Amesema kila aliyemwamini hawezi aibika katika shida zako, katika vita unapitia. Usijali msaada kwa mwanadamu, usijali msaada kwa wafumu, usijali msaada kwa ulimwengu wa giza. Atakaye kusaidia ni Yesu peke yake. Kama umejua ndio msaada, ungempigia makofi. Tu sais que c'est lui ton aide, tu peux acclamer pour lui. Maana tukitaja tu jina lake mapepo zinakimbia. Citons seulement son nom et les esprits mauvais sont Tukitaja jina la Yesu kuzimu inatetemeka. Nous disons le nom de Jésus, le monde des ténèbres tremble. Wakaendelea Ils ont continué mpaka mchana kati. jusqu'au milieu de la journée. Elia akawaziaki, Élie commençait à se moquer. Baali iko wapi? Où est Baal? Simumuite, Mais appelez-le. si ni Mungu, C'est Dieu, non? labda amelala, Peut-être qu'il mumwamshe réveille. ama alisafiri. Peut-être qu'il a voyagé. Akawaziaki. Ah, il a commencé Na wewe à ulizia se moquer ikiwa na d'eux. wadui, Et toi, muda wako nao wa kuwaziaki, se moque de toi. sababu Mungu aliyemtafuta siku 12 si mtu, ni Mungu. Ameenda kupea mamlaka juu ya watesi, ameenda kupea mamlaka juu ya waliokucheka, waliokusaga. Walisema hautajitosha mwa ile kitanda cha magonjwa, leo uko mzima. Walingoja kisa utazikwa, leo uko naongea. Waliwaza hautakulaka tena, uko na stoke ya chakula. Waliwaza watu watakucheka, na mpaka mafuta Bwana amekupa imewatia mkonfuzio, sababu anafanya kazi ni Baba, na aendelee kufanya kazi, aendelee kuondoa aibu, aendelee kukushangazia maadui, awashangaze.
ajue kuna Mungu umemwamini kanisa. Oh, lesi potese. Neti padese. Mabali manabii. Le prophète de Baal, Oh, waliposikia hiyo habari lorsqu'ils ont entendu ce message, wakakuwa kama vile wamewaamsha, c'était comme si on les avait réveillés. wakaanza rukaruka Ils ont commencé à sautiller juu ya madhabahu sur l'autel na kuita Baali, et faire appel à Baal. wakaanza kushikatakata Ils na ont mawe commencé même à se déchirer avec de mpaka damu morceaux, ikatoka, jusqu'à ce que le sang commençait à couler. vidonda vya Ils bure ont eu de plaies vikaingia juu yao. sur eux, sur leur corps, Waliwaza kuna ukombozi kwa mwanadamu, qui avaient le salut à travers wakasahau kama ukombozi Ils ont oublié que ni le kwa Yesu salut Kristo est peke chez yake. Jésus seulement. Wakajichana chana Ils ont sana commencé à se déchirer wakiita Baali le corps en faisant kama appel vile à ungali Baal, naita Baali, tel que toi tu appelles encore sanamu Baal. yenye haiseme, Une statuette qui ne lakini parle uko pas. naiambia niombe kwa Mais tu, Baba. tu, tu, tu demandes à cette Sanamu statuette yenye de prier pour haipige toi. hata macho, Une statuette ungali qui ne unaiambia clignote même pas ses yeux. nifungulie njia kwa Tu Baba. demandes que ça t'ouvre Baali le hasemake, chemin vers le Père. Baali haonake, haongeake, ni Baali. Il ne cause pas ce Hakuna kutafuta msaada ya kuinuliwa ulimwengu wa giza. Hapana, utachokea bure. Ule mwenye utalomba msaada sajisaidie kwanza. Mbona navaa koti ya kunuka? Mbona hana viato? Kwanza asikulake meno. pas des chaussures, ne rince pas ses dents. Usipomfanya Mungu kuwa msaada wako, Si tu ne fais pas de Dieu ton aide, utakuwa jina Mkristo tu. tu seras un chrétien de nom seulement. Wakaanza kutabiri Ils ont commencé à prophétiser malugha, wako na nena des différentes langues, en train de lugha zao parler, za kipepo, des langues de wako na démons. tabiri Ils kwenye commençaient à madhabahu. prophétiser sur le Kila mara nakwambia matabiri tout sikushitule. moment, je t'ai dit que la Kitu prophétie, kitakushitula ni neno la Mungu, c'est qu'il doit sababu kila kitu t'émerveiller kiko sur la muneno. parole de Dieu, parce que tout est Na dans la ukiamini parole. neno Si tu crois en la parole, unaamini Yesu Kristo. tu crois en Jésus. Amesema kama mkikaa ndani Il a yake, dit si vous restez sote tukikaa ndani ya Yesu nous sommes na maneno yake yakikaa ndani dit yetu, sa parole, lolote tutaomba kwa jina lake atafanya. son nom est Kumbe révérend. tukae mu Yesu na neno lake likae mu kanisa. Kila kitu tutaomba tutafanikiwa. Mabali wanatabiri, wananena lugha, sababu shetani naye ananenaka lugha. Shetani naye anatabiri yaka, atakutambua jinsi ulizaliwa. Kama una upambanuzi, kuelewa ni vigumu kanisa. Inabidi Mungu aweke utambuzi hapa, aweke upambanuzi hapa, tuelewe mapenzi ya Mungu na isiyokuwa mapenzi ya Mungu. Maana kiachilia utambuzi hapa, kila mtu atajikwa, atajua namna ataendelea. Ha, sikia, Écoute, ilipofika saa za jioni, et lorsque le soir était arrivé, muda ya kutoa sadaka jioni, le moment de donner l'offrande du Eliya soir, Élie kaambia watu, dit aux gens, munikaribie sasa, approchez-vous de moi maintenant. munikaribie, Approchez-vous de moi. munikaribie. Approchez-vous de moi. Akili zenu Que votre intelligence ziwe hapa, soit ici. roho zenu Vos cœurs ziwe hapa, soient ici. mawazo yako isiende tena Que nje, vos pensées ne s'en isiende aillent plus tena loin. nyumbani. Que ça n'aille plus à la Kaongea, maison. munikaribie. Mimi Rapprochez-vous de moi. nataka nikwambie, Je veux te dire, karibia neema ya Bwana, approche-toi de la grâce karibia de Dieu. utukufu wa Bwana, Approche-toi de la gloire du tafuta Seigneur. nguvu za Bwana. Cherche la puissance du Seigneur. Hii anaongea, Élie dit, akaanzia kutengeneza à arranger madhabahu ya Bwana l'autel de l'Éternel iliyovunjika, qui était renversé. madhabahu ya Bwana L'autel de l'Éternel ambao walivunja, qu'ils avaient pris. akaanzia pale. Il a commencé par là. Na sisi
Et nous aussi, baada ya mkutano wa siku 12, la croisade des 12 jours, siku ya leo aujourd'hui, tunaenda kuanza nous allons commencer kutengeneza madhabahu ya à Bwana rebâtir l'autel ambayo ilivunjika kwa kanisa la Yesu qui était détruit dans ambayo l'église ilivunjika kwa mji wa qui était Bukavu. détruit dans la ville de Bukavu. Madhabahu zilikimbiza roho, Les hôtels ont madhabahu ziliweka akili ya ils kibinadamu. ont mis l'intelligence Hata humaine. mtu ni mpagani, Même si akisoma quelqu'un est theologie, païen, s'il étudie la kesho théologie, anapakwa mafuta mtumishi, demain il est na ouais, hapo mpagani serviteur. mtumishi Même s'il est païen, amekuwa kwenye serviteur, madhabahu. il est sur le Sasa sisi Maintenant nous, tumeenda kutengeneza madhabahu nous ya allons Bwana, rebâtir l'autel de l'éternel. tunaenda rudi mahali tulianzia, Nous allons revenir là où nous avons commencé. tunaenda tembea kadiri Mungu amekututakia, Nous allons marcher tel que Dieu le veut pour na nous. katika kutengeneza madhabahu Et en rebâtissant l'autel, tutaitengeneza kwa kufunga na kuomba, nous allons les faire dans la prière et le jeûne. tutaitengeneza kwa maisha ya kuogopa Nous dhambi. allons les faire dans la vie Kila dans la aliyepotoka, du péché. njoo muda kumrudilia Mungu hii, Dans la volonté de Dieu. aliyerudia nyuma kiroho, C'est celui qui est njoo muda kumrudilia Mungu hii, c'est le moment uliacha kazi ya Bwana, tu as abandonné le njoo muda service de Dieu. kumtumikia hii, C'est le moment de les maana servir. Bwana anaenda fanya mshangao, Puisque le Seigneur va faire mlipuko des choses mkali ya moto émerveillantes. inaenda kuwaka, hata wewe peke utajishangaa namna Bwana atakutumia, namna Bwana ataweka nguvu ndani mwako, maana anaenda fanya mshangao. Il va faire des choses. Eliya akaanzia kwa madhabahu Élie a commencé par kwa l'autel. kuitengeneza, na sisi tunaenda kutengeneza madhabahu ya Nous aussi, Bwana nous allons rebâtir kwa l'autel de njia Dieu ya upendo, à travers l'amour, kwa njia ya ushirikiano. à travers l'union. Kila mtu ashirikie mwenzake. Chacun de vous soit Una uni neno à na son mwenzako, prochain. samehe. Tu as des problèmes avec ton Tafuta prochain, Mungu, tu dois sitafute maneno. chercher Dieu, ne cherche pas Tafuta le Baba wa mbinguni, hapo sitafute watu. Cherche le Père du ciel, pas Ni les muda gens. sasa, C'est le moment kila mtu que chacun de nous atajenga madhabahu baptise kwa l'autel nguvu zake, par sa force, kwa akili yake, par son intelligence, hata kwa sadaka zako. même par Tutajenga madhabahu nous allons construire ya l'autel. Bwana. L'autel Kila karama ilizimika hapa, pour les dons spirituels inabidi et fufuliwe. ça doit être Moto ambaye réveillé. ilicheza inabidi wake tena. Le feu qui Ulikuwa s'allume, mwimbaji, ça se ni rallume muda wa encore. kuimba Tu tena chantes, tena c'est kwa le moment nguvu. de chanter encore Ulikuwa avec mwombaji, puissance. njoo muda sasa ya kuomba tena kwa nguvu. Ulikuwa unasafisha kanisa, utalamukia senke kusafisha. Uliangalia wasiojiweza kwenye hospitali, wagonjwa, ukafanya apostola. Oh, ndio wakati huu ya kujenga madhabahu, waibaji kujenga madhabahu kwa njia ya maombi, ya mafungo, ya makesha, ya utungo wa nyimbo. Hapana kutengana, kuwa umoja, kundi ya waimbaji kuwa umoja, na kundi ya washemasi, kundi ya washemasi kuwa umoja, na kundi ya waombaji, maselile zote kushirikiana, maana neema ya Mungu Bwana anaenda kuiachilia hapa na hapo. Usibakie tu kuingia mkanisa bila kazi, na wewe yenye ufanye. Jichagulie na wewe himoya yenye Mungu atakuwa na kuangalilia kuingia na kutoka. Hayatosha, ingia na wewe, uambie Baba, na mimi unikumbukie hapa, na mimi uniangalilie hapa. Ndio muda huu ya kujenga madhabahu ya kanisa la Yesu. Nijibu, wamama wajenge madhabahu, wadada wajenge madhabahu, wababa wajenge madhabahu. Maono Mungu akupe hayo ya kuendelesha kanisa lake. Toka katika usingizi, ulikuwa naomba kwa udhaifu, ndio muda kuomba kwa nguvu. Ulikuwa nachelewa, ndio wakati wa kulamukia. Ulikuwa uende kuomba hata kanisani, ulale pa kuja. Kama ni kulala hapa, lala kwa murago. Kama ni kushinda mchana, shinda hapa. Nafasi Mungu ametupa kwa watu wote. Ndio muda sasa hii tujenge madhabahu
ya Bwana iliyovunjika, moto wa Bwana wake, neema ya Bwana tembee, utukufu wa Bwana vifufuliwe mara tena. Hapo Baba ataangalia mahitaji ya kila mtu, ataitilia. Ni muda sasa, usiwe na neno na mtu, usiwe na neno na mtu, wewe angalia Mungu peke yake, maana ameenda kuchamsha karama zake, ameenda kuziunganisha, anaenda kuziunganisha. Ulikuwa kinena lugha za malaika, Bwana anaenda kurudisha neema. Ulipewa maufunuo mbalimbali, Bwana anaenda kupa. Ulipoteza ndoto, Bwana anaenda kupa. Oh, yes. Madhabahu kujengwa, wapiga vyombo watakuwa wengi hapa. Wawe na ushirika, usione yanakia kukula fasi. Ni muda wa Bwana, waombaji wanaenda kuongezeka. Usipoteze neema ya Bwana. Wagonjwa wa mbali na karibu watatua hapa. Hata wewe haombeake wagonjwa, leta chakula wakule, leta sukari wakunywa chai, leta maji wakoge na sabuni, maana ni neema ya Bwana ambaye anaenda kuzifunua. Izifunue leo, izifunue sai. Hey Yesu, hey Yesu, hey Yesu, hey Yesu. Mchungaji wa kanisa atembele kila selile, aingie, aimarishe, aingie watie moyo. Shida shemasi wa kanisa na mwenjilisti hawana mzigo wa selile, na shida wa Kristo watenda kuziongoza, na mwisho watalia, na mwisho watalia. Maana Baba mapenzi yake ili wana wake wapatishwe neema, wapatishwe wema. Lesi nati waimbaji hawapendi maselile, hawapendi. Wachache ndio wanashiriki, wengine hawajali. Muda ya kujenga madhabahu ya Bwana njoo hii. Tabia za kidunia acha tabia za kidunia. Kajenga madhabahu kwa mawe 12 kama vile Hesabu 12 ya kabila ya wana wa Israeli. Alipotengeneza madhabahu akaweka, yani alishatia majiwe, akaweka kuni zikaingia, katakata sadaka, kaweka juu ya kuni, kaweka juu ya kuni, kaambia watu mushote ngunguru za maji, wakashota. Na we shota neema leo, shota baraka yako leo, shota mafanikio siku ya leo. Tafuta kitu gani utashota hapa, maana neema ya Bwana naisikia hapa. Nini utashota hii mchana? Kitu gani utashota? Akawaambia mshote mara 2, mumwage juu ya sadaka. Wakashota ya mara 3, wakashota mpaka mfereji aliyoichimba iliyozunguka madhabahu ikajaa maji, kuni zikajaa maji, sadaka zikajaa maji. Sasa wewe imani hapa, wewe ambao uko na imani kidogo, jiulize sasa,
giza. Moto itawaka wapi? Kwenye maji narisha mfreshi, kwenye narisha sadaka, makuni zinalowana, itawaka je? Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu wetu yote yawezekana. Chenye kiwezekane kwako leo, kwa Mungu kitawezekana. Siku ya leo kitawezekana. Simama kwenye uko. Lève-toi là où tu es. Twende tukajenge madhabahu ya Nous allons Bwana bâtir l'autel de l'Éternel. katika maisha yako. Jijenge Dans ta vie, commence à madhabahu. bâtir l'autel. Mwambie Bwana unataka utembee na yeye, unataka ufanye mapenzi yake, unataka nguvu zake zikutawale, unataka kuongoze, unataka kutawale kwa maombi. Vunja madhabahu ya maadui kwa maisha yako. Vunja madhabahu ya maadui kwa jamaa yako. Vunja madhabahu ya ulimwengu wa giza inavamia nyumba yako, maisha yako. Vunja madhabahu ya giza. Ulimwengu wa giza imekuvika, imevika watoto, imevika mume, mke, hata kiango ya kazi zako, maisha yako nakuta ni ya vita. Ulimwengu wa giza kukushambulia, pambana na kazi ya ulimwengu wa giza kuinukia kanisa la Bwana hapa, kuinukia madhabahu hii, kuchanganyisha madhabahu. Vunja kazi ya ulimwengu wa giza. Shambulia. Kwa ujasiri
wote shambulia. Amen. Haribisha kazi ya ulimwengu wa giza kwa mji wetu, kwa nchi yetu. Kisambaza madhabahu ya ulimwengu wa giza zifanikiwe. Bwana, ivunje kwa mji wa Bukavu, kwa nchi ya Kongo. Haribisha kazi hiyo kwa ujasiri. Vunja kabisa. Haribisha kwa ujasiri. Amen. Jenga madhabahu ya kanisa kwa neno la Bwana, ukiachilia nguvu za Bwana. Kiambia Bwana tawale madhabahu. Awasha kwa moto, awasha kwa uwepo yake, awe mwongozi kwa maombi. Viongozi wa kanisa, watumishi wote, Wakristo wote wa kanisa, Bwana wajenge upya kiroho, awashike mkono tena, awahuje, waongoze, awatie tena nguvu za Roho Mtakatifu, waongozwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana tawale kanisa lake. Karibu, omba katika furaha na imani. Mikono juu, tusikie mchungaji kiomba Bwana ajenge madhabahu upya, ajenge kanisa lake upya, maana ni agano lake tumeanza nao leo, kutujenga upya mara tena, kututembelea upya, kutufanya tena vyombo vipya, kila kitu kiwe mpya. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana mazao mapya uyajenge upya Bwana, kama vile aliyojenga. Bwana, ukiharibisha kila udhaifu wote wa kuzuia madhabahu yako isisimame vizuri. Mungu usitumikie, Mungu ufanye kazi mapenzi yako Bwana. Tunakukaribisha ili uonekane mwenyewe kutakasa madhabahu yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen.